tuweze kuketi tumsikilize. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema Kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndio asili yake, na ndio maana tuko hapa. Wao, kwani wewe hujui? tunajua. Mheshimiwa Baba Paroko, waheshimiwa mapadre, Baba msaidizi, Paroko msaidizi, Baba Masenya na Baba Makombe ambaye huwa unafika mara kwa mara hapa kutoa huduma hizi za kichungaji, wapendwa mafrateri wetu, viongozi wa halmashauri ya walei parokia Vigango, makatekista wetu, wapendwa wana kwaya wetu, wana habari, watoto wa kipaimara, viongozi wa vyama vya kitume na wote kabisa ambao tumekusanyika katika adhimisho la misa takatifu na sasa hafla hii fupi baada ya misa. Kwanza kabisa natoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametukusanya siku hii ya leo, kwa yote ambayo tumeyaadhimisha na yale yote ambayo tumeyapokea, baraka ambazo tumezipokea siku ya leo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai, ametujalia nguvu za kimwili na kiroho, tukaweza kuwa hapa pamoja hadi saa hii. Tunasema asante Mungu. Shukrani za pili napenda kuzitoa kwa Mheshimiwa Baba Paroko msaidizi pamoja na wahudumu wote ambao wanatusaidia katika maeneo haya katika parokia yetu ya Nduli, wakiwamo makatekista, viongozi wa halmashauri ya walei na sote kabisa ambao tunaihudumia parokia hii, tunafanya parokia hii iweze kwenda na kuwa na sura ya namna hiyo. Ninawashukuruni sana kwa utume wenu na huduma zenu mnazozitoa hapa, huduma hizi za kichungaji, kwa sababu kwa njia hiyo ndiyo kanisa letu linaweza kwenda, na ninyi mpo hapa mnafanya kazi hiyo kwa niaba yetu sote, na kwa namna ya pekee mimi kama askofu pia, ninyi ni mikono yangu na mnafanya haya mambo yaweze kufanyika, yaweze kupata sura hii. Asanteni sana na washukuruni sana. Katika kuwashukuru kwa mambo hayo, napenda niwapongeze kwa maendeleo yote ambayo mmeyafanya hadi sasa katika parokia yetu. Mipango mliokuwa mmejipangia ninyi wenyewe ya kujenga uzio, na kama mlivyotusomea katika taarifa yenu hapa kwamba uzio umekamilika na tunauona uzio ukiwa umezungushwa katika maeneo muhimu ya parokia yetu, ambapo ndani yake kuna kanisa, ndani yake kuna nyumba ya mapadre na ofisi zetu muhimu, na pia jukwaa ambalo mmelijenga, na kama mlivyosema 80 tunaweza tukaona kama ni zaidi ya 80, pengine karibu 90. Nadhani mnataka kufanya mambo makubwa mengine zaidi kama sijui mlivyopanga nyie, lakini tunawashukuru sana kwa hatua hiyo muhimu ambayo mmeifikia hadi sasa. Kazi hiyo sio ndogo, ni kazi kubwa tunaiona, na Mwenyezi Mungu awaimarishe, awatie nguvu ili muweze kusonga mbele zaidi na kufanya mambo makubwa zaidi. Hongereni sana kwa hayo. Maendeleo ya parokia, ndugu zangu, hayaonekani katika vitu tu. Maendeleo ya parokia yanapaswa kuonekana katika mambo yote, kwanza kiroho na alafu baadaye yanakuja haya mambo. Kwa hiyo maana yake ni lazima tuangalie pande zote, kimwili na kiroho.
na ndani yake ndiyo maadhimisho ya mambo matakatifu. Na maadhimisho ya mambo matakatifu mojawapo ni hili ambalo tumelifanya leo. Tumeadhimisha misa takatifu na ndani yake watoto hawa wana kipaimara 145 wameimarishwa. Hayo ni maendeleo ya kiroho. Na kwa hivyo tunapoyaona haya mambo, tunawashukuruni sana sana wachungaji kwa kufundisha. Sasa kazi yetu kubwa ni kuhubiri Injili. Na ndio maana parokia ya Nduli ipo kwa ajili ya kuhubiri Injili. Na kuhubiri Injili huko ndio sasa kuna mambo mbalimbali. Yote haya tunayoyafanya, yote yalenge katika lengo lile kuu la watu kumjua Mungu na kumtumikia. Kwa hivyo haya yote ambayo mmeyafanya, wakiwamo hawa watoto, tunawashukuru sana. Asante sana kwa namna pekee walimu wakatekista kwa kuwafundisha hawa watoto wetu ili waweze kumjua Mungu, waweze kufuata dini, wapate hiyo fadhila ya kimungu ya imani na waishi imani hiyo kiaminifu. Tunawashukuru kwa kuwafundisha. Najua haikuwa kazi rahisi, lakini mmeweza kufaulu, na kwa idadi hiyo ambayo kundi hili la Mungu ambalo tumelipokea leo, basi liweze kuwa ni zawadi ya Mungu katika kuendeleza utume katika maeneo haya na maeneo mengine yote ambayo watoto hawa watakwenda kukaa. Hongereni sana. Pamoja na hayo, tunapenda nitoe himizo katika kutoa shukrani kwa hayo tuliyoyashuhudia leo, lakini bila shaka sakramenti ya ubatizo inaadhimishwa, sakramenti ya Ekaristi Takatifu Komunyo watoto wanapokea bila shaka. Nilikuwa namwambia baba paroko hapo, vitabu vya kwa kawaida tukipita kutoa sakramenti ya kipaimara tunakagua pia na vitabu vya sakramenti. Kuna sakramenti ya Ekaristi, sakramenti za ubatizo, na sakramenti gani muhimu nyingine ambayo ni kama siku tunataka kuuza kidogo? Ndoa, tufunge ndoa. Sakramenti ni neema, yaani sakramenti zinatuletea neema na baraka ya Mungu kama tunazipokea vema. Kwa hiyo sakramenti ya ndoa nayo hiyo tuendelee kuhimiza ili watu tuweze kupokea. Natoa himizo la pekee kwa sababu hii sakramenti inaanza kufifia kidogo katika maeneo, sijui Nduli hapa. Mwaka huu tumefunga ndoa ngapi baba paroko? Ndoa 5. Hongereni kwa wale mliofunga ndoa mwaka huu. Tuwapigie makofi. Ndoa nyingine zije. Tufunge ndoa. Na hata wale ambao tunakaa uchumba ni uchumba tu, isiwe sugu. Uchumba sugu sasa utaendelea sugu mpaka lini? Turekebishe mambo yakae vizuri, tumrudie Mungu. Ni jambo la muhimu sana. Hilo napenda nitoe himizo. Sakramenti sasa tuangalie pande zote, kimwili na kiroho. Kiroho, okay, sakramenti. Tuelewe nyuma yangu. Wanakwaya wamenielewa vizuri? Kwa sababu huwa tunainjilisha, si ndio? Nimewahi kusema mara moja mahali si pamoja, ni zaidi ya mahali patatu, kwamba tunapoimba tunamwimbia Mungu na wenzetu, si ndio? Tunahubiri Injili. Sasa tukihubiri lazima iwe kweli sisi wenyewe. Sasa kwa mfano wakati kukomunika, ukiimba kwa nini nisimpokee, kwa nini nisimpokee Bwana, si ndio? Alafu umeketi tu inasui kuimanda, lakini unaimba. Kwa hiyo imba ndani, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Somo limeeleweka hilo, naishia hapo. Katika kutoa shukrani hizo, napenda nitoe shukrani za dhati kabisa kwa zawadi mlionipatia. Zawadi kutoka kwa watoto mlio wana kipaimara mlioimarishwa leo, na vijana, maana si watoto tu, wako na vijana wengine umri wa makamu mlioimarishwa.
kukamilishwa leo, na washukuruni sana kwa zawadi hiyo mliotoa, na ninatoa shukrani kwenu viongozi wa halmashauri ya walei na waamini wote. Najua ni mchango wa waamini wote, lakini ninyi mmesimamia na kuratibu. Na washukuru sana. Nimepokea kwa shukrani, kwa upendo mkubwa, kwa sadaka hiyo ambayo mmetoa, ambayo itatusaidia katika utume wetu katika maeneo mbalimbali pale ambapo inahitajika. Mungu awabarikini sana na awarudishie yote mnayoyahitaji. Natoa shukrani kwa wanahabari wetu Radio Maria ambao wanafanya jubilei, sio jubilei kwa kweli, tuseme mnaadhimisha, maana jubilei ni miaka 25 na 50 na 75, zinaenda robo miaka 25. Kwa hiyo miaka 30 sio haba. Hongereni sana kwa utume huo mnaofanya katika nchi yetu ya Tanzania, lakini tunajua mnafanya utume huu na unaenea kote duniani. Si tunajua wananduli hapa tulikuwa live mbashara, maana yake hata wale ndugu zetu kutoka Brazil, Amerika, wapi popote duniani, kiingia kwenye mtandao wewe click tu Radio Maria, unaona live. Sio kitu kidogo. Kwa hivyo tunawashukuruni sana kwa kutuwezesha, pamoja na Iringa, jimbo la Iringa TV Online, dada yetu pamoja na timu yako katika kutuwezesha ili mtusaidie katika uinjilishaji wa aina hii. Na kwa kweli ndugu zangu, uinjilishaji huu sasa tunafanikiwa sana kwa sababu ya hivi vyombo, na hiyo ndio msisitizo pia wa kanisa, tutumie vyombo vya habari ili tuweze kupeleka injili kwa watu. Watu wengine wanaoshindwa au wako mbali au wengine ni wagonjwa, wanashindwa kufika na kushiriki pamoja na sisi katika maeneo haya, wapo maeneo mengine, basi wanaweza kushiriki kwa namna hiyo ya kuona, kwa njia ya vyombo hivi vya habari. Tunawashukuruni sana sana sana. Jambo la mwisho, napenda nihimize kidogo katika, kwanza nawashukuru kwa jambo mlilolifanya katika kuwasaidia makatekista, kuwapa zawadi. Jambo hili ni jema sana, na kwa kweli inafaa kabisa, kama ambavyo watoto hawa walioimarishwa katika risala yao wamesema, wanaomba kanisa litupie jicho, lifungue macho zaidi na kuona eneo hilo la hawa wahudumu. Kwa hivyo kile mlichokifanya katika kuwapa motisha kidogo ni kitu kizuri sana, jambo jema, na nawashukuru viongozi wa halmashauri walei ambao mlipanga kitu hicho. Ni kitu kizuri, kinawatia moyo kidogo makatekista wetu. Au makatekista wetu wanapewa posho ndogo kweli, tunahangaika kweli kweli, kwa sababu hatuna vyanzo vya kueleweka, hatuna vyanzo vya kuwawezesha hawa makatekista kutoka katika utaratibu wa kijimbo. Lakini mimi ninafikiria na hii sasa bila shaka inabidi tuiangalia hata katika mipango yetu ya kichungaji kijimbo, lakini katika dekania tuone namna nzuri za kuwasaidia makatekista wetu, na waamini tuone namna nzuri katika kila eneo, namna ya kuwasaidia makatekista wetu, na namna hiyo iratibiwe na pengine iwekewe kabisa na iwekewe utaratibu kwamba katekista asaidiwe, kwa sababu hawa wanafanya kazi kwa ajili yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hivyo ni lazima tuwape motisha, tuwape walau kitu fulani kinachowasaidia katika utume huu na mahangaiko haya ambayo wanayatoa kwetu na kwa kanisa, kwa taifa la Mungu. Kwa hivyo naomba, nawashukuru kwa kile mlichofanya, lakini naomba tuongeze zaidi, tuwe na utaratibu unaoeleweka wa kuwasaidia makatekista hawa. Nimeona kwa kweli walau 90 kitu tunaweza kusema wametoa kitu ambacho tunaona kabisa kinaonekana. Hii ni tuongeze,
nadhani kwa mfano 10,000 singemtosha katekista kwamba sawa, kwa kweli kwa utume anaofanya tukasema tumempa zawadi 10,000 tu au 20,000 au 30,000 tu. Toa kitu fulani walau kinachoonesha ambacho walau nimeona hapa vitu vizuri, jiko sijui mara kuna hivi vitu ambavyo naona vitenge hivyo mama na mme na mke, na kwa hivyo tunaonesha kwamba tunashiriki pamoja nao. Jambo hilo ni jema na ninahimiza tulifanye zaidi na lipate sura nzuri zaidi katika kuongeza kidogo matoleo kwa ajili ya makatekista. Himizo la mwisho ambalo napenda kulitoa, ndugu zangu, parokia kuipa hadhi parokia, tukaita parokia, kwa kweli kati ya mambo ambayo tunayaangalia pia ni matoleo yake matoleo ya parokia, majitoleo yao. Kuna parokia bado kidogo sana tutahitaja kwa parokia mwaka huu, kabla mwaka haujaisha tutamsimika paroko mpya wa parokia mpya katika maeneo ya Kiodombi, na zipo parokia tarajiwa nyingi, tunazo sasa zaidi ya 7. Lengo letu ni kwamba tunataka tupeleke huduma katika maeneo mengi ili watu wapate huduma kwa ujirani zaidi. Lakini katika maeneo yote hayo ambayo tumeyataja kuwa parokia tarajiwa na nyingine bado kidogo itatajwa teule na baadaye kupewa hadhi kama parokia kamili, tunaangalia namna wanavyosimama, kwa sababu unajua ili iwe parokia lazima tumlete padre, tuwalete mapadre wahudumie watu, lakini watakaa namna gani? Walau sasa, ninachotaka kuhimiza, nimesikia kwenye taarifa yenu sadaka ya hapa parokiani, na baadaye niliposikia nikamuuliza na paroko, wasta nduli hatujafika 200,000 sadaka, hatujafika 200,000. Hii kwangu hainiridhishi kabisa. Sawa, kila mahali tunatofautiana uwezo, lakini 200,000 hatujafika katika parokia hii kwa Dominika moja. Mimi siridhi kabisa, kwa sababu paroko pamoja na uongozi wako, viongozi mpo hapa, naomba hili mlisimamie, lazima tuongeze sadaka kidogo. Zaka hatujafika 600,000, 500,000 kwa mwezi. Hiyo hatuwezi kuitegemeza parokia. Parokia haiwezi kusimama na kwenda, lazima tuongeze. Ukitaka naweza kuwapa mbinu. Mimi nimewahi kutumia parokia, nilipokuwa paroko wa parokia Ujewa, nilipoingia nilitoka kutoka 100,000 tukapanda mpaka 1,000,000. Lakini mojawapo ya mtindo nilioutumia ni mtindo wa kuwa na kadi fulani. Yaani kila Mkristo unaandikwa jina lako na unatoa sadaka kwa bahati. Hata kama mnakuwa wachache, kwa sababu katika jumuiya si mnafahamiana, jina lako lipo pale basi. Na kila unapotoa sadaka, ni kweli kuhesabu kidogo ni ngumu, lakini kila Dominika sadaka yako inaandikwa. Sasa wengine wanaanza kusema sasa tunaanza kuandika sadaka, inaonekana kama, mimi nawaambia kanisa hili liweze kwenda ni lazima tufanye, kwa sababu tukamatane tu namna hiyo, watu wamekuwa ugumu ndio kutoka. Na sasa nilichokuwa nafanya, kwa mfano wewe unataka unataka huduma ya kanisa, kwa sababu huduma za kanisa tunataka tupate, sio mapadre waje kwa wagonjwa, mapadre wanatoa huduma kwa watoto wetu, wanakuja vigangoni kutuhudumia, watakujaje? Kanisa litaenda vipi? Kwa hivyo kama kuna taarifa, tunataka tupate taarifa. Hata tu kwa mfano Mkristo mmoja sasa, mimi naomba taarifa, ninatoka hapa na hamia Dar
Dar es Salaam, wale kule wanaomba taarifa, mimi nawaambia niletee kadi yake. Ile kadi ile. Sasa kila mmoja anayo kadi na kila anachokitoa kinaandikwa kila Dominika. Na tulijiwekea utaratibu kabisa kwamba walau kiwango cha chini ni kiasi. Lazima tufanye tu hivyo. Hatutafika. Kwa hivyo ni ngumu kidogo. Sasa lazima uwe na hizo kadi, alafu lazima ufuatilie na kweli usimamie. Niliona kuna matokeo mazuri. Ninyi mnaweza mkabuni hata mbinu nyingine, lakini kabisa mimi niseme kama askofu wenu mimi sijaridhika na sadaka ya parokia ya Nduli kwa Dominika. Kidogo. Wenzenu wa Kiodombi wale kule sawa, mnaweza mkasema wale labda mnadhani kwamba wale ni matajiri sana. No, sio matajiri, wanatoa. Wao kwa wastani sasa wapo 600,000 kwa Dominika moja. Sio parokia yangu. Kwa hiyo hata hapa lazima twende. Ndugu zangu, kanisa halitaenda, nawaambia, tuwezi kufika mahali tukasema tujenge kanisa. Vitu vingi nyinyi wenyewe mnaona hapa. Tunatakiwa tuwe na viti. Tunatakiwa sijui tutengeneze, nimesema mahema kwa mfano. Tunatakiwa tufanye hayo mambo kwa ajili ya kanisa. Hatuwezi kwa parokia hii ya Nduli. Ninyi hapa uwanja wa ndege unajengwa. Mahali hapa panatakiwa papate hadhi ya pekee, kwa sababu hata eneo lenyewe tulipo ni mahali ambapo hata serikali pana hadhi ya pekee. Kwa hivyo lazima hivi vitu tuviangalie vizuri kabisa. Naomba nitakapokuja zamu nyingine, inshallah, kama ni mwakani, nikute sadaka imepanda. Nataka nione hii na nitafuatilia. Huu ni tu mpango wowote ule, na tukamatane mashati tufanye hiyo kwa ajili ya sifa na utukufu. Jamani, mbona kwingine tunafanya? Eti tutashindwa kweli hii? Eti waamini tutashindwa? Hatuwezi kushindwa, kwa sababu mambo mengine tunafanya tena makubwa. Na mimi nikiwaambia tu hata mfano mmoja mdogo tu, tukifanya harusi hapa, harusi huwa zinakuaje hizo harusi? Si tunachanga? Na nyinyi wenyewe mnajua yupo MC wewe umekuwa MC kwenye sherehe. Naam. Mambo yanakuaje? Hata jana nimetoka huko. Mambo yalikuwaje? Yalikuwa makubwa. Bila shaka. Asante. Na kweli unaona kabisa watu mnakaa mnaunda kamati mpaka mnafika kwenye milioni sijui ngapi, 10 na kitu. Kwa nini tunashindwa kwa ajili ya Mungu na sifa na utukufu wake? Kanisa ndio imani, ndio mahali ambapo sisi tunapata tunalijua, tunasikia neno la Mungu na tunapata imani ambayo ndio uzima wetu wa kiroho. Sasa kwa nini tufifie, au kwa nini tusitoe kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, tumtolee Mungu kwa ajili ya wachungaji wetu na kwa ajili ya kuinyanyua na kuifanya parokia yetu iwe na hadhi na isonge mbele zaidi. Kwa hivi nawaombeni sana hilo tulisimamie, na naamini mtafanya, kwa sababu najua na nashukuru viongozi mmekuwa mnaisimamia hili, na wewe mwenyewe umeongea hapa, na katika ulioongea nikajua kwamba mnaonja kwamba hata nyinyi wenyewe mnaonja kwamba lazima tufanye zaidi. Basi sasa hiyo ni kitu kizuri, maana yake mpo mnaona na mtaweza kutusaidia ili tuweze kwenda pamoja, ili mambo yaweze kufika mahali pale ambapo inampa yeye sifa na utukufu. Basi ndugu zangu, nimalize sasa kwa kuwashukuruni na kuwatakia kila lililo jema. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki na kutulinda ili tudumu katika njia zake. Basi kama hapa ndio tunamaliza, basi naomba tusimame na alafu tusali tusali. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asanteni sana. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana.